Wana wa Mungu wa mjambo. Na ni kweli tukiomba anafanya nini? Anasikia. Na tuombe kwa imani. Kwaya, shukrani kwa kutubariki na Mungu aweze kuwabariki zaidi. Nasi ambao tumekuwa tukisikia wito huo na nyimbo ambazo tunabarikiwa na kwaya hii ya Happy Valley, tunashukuru Mungu. Na kwa maana wameweza kuketi, naomba tusimame tuombe kwa imani. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe kwa asubuhi nyingine njema ambayo umeweza kutubariki nayo. Sio kwa mema ambayo tumeweza kutenda, bali ni kwa fadhili zako na upendo. Asante kwa kutupenda upeo, na zaidi umetupatia afya nzuri na hata nafasi kuweza kusikia neno lako. Uliweza kutuchagua tuweze kuwa mawakili wema, na ndio kwa maana kwa sasa tunaomba Roho wako aweze kuwa nasi. Mtumie Daktari Rose kwa namna upendavyo, ili tuweze kufikia toba upande wa uwakili. Tuongoze hadi tutakapomaliza, kwani tunaomba kupitia jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Ni kipindi kingine cha uwakili umeweza kuadia. Tunamuomba Daktari Rose, karibu uweze kutupea neno. Asante sana. Ombeni ndugu, omba kwa imani, kwa jina la Yesu tutapewa ahadi za Bwana. Praise God. Nani anataka kujua kwa nini napenda huo wimbo? Nani angetaka kujua? That's a good number. Napenda huo wimbo kwa sababu nimewahi omba Mungu na kwa imani akanipea. So naamini, yani ujumbe wa huo wimbo ni kweli kwa maisha yangu. Ndio kwa sababu naupenda sana. Kwaya mbarikiwe sana. By the way, mnunue flash disk, mnunue DVD, msende kuwatch for free on YouTube. Mnunue ndio mwa support, si ndio? Wengine mnataka kwenda kuwatch YouTube, lakini tunaweza kusupport hii. That is part of offering. Si leo tunazungumzia offering? Yes, that is part of offering. Esther, karibu. Na leo niko na privilege. Privilege kwa Kiswahili sijui ni aje. Pastor Bunyasi naona hajakuja. Lakini leo niko na fursa ya kuwaletea mgeni awasalimie. Mgeni amekuja miongoni mwetu. Mgeni tafadhali simama wasalimie. Daktari, salimia watu wa Nyeri Central. Hatujambo. Karibu sana. Tubarikiwe pamoja. Bwana ameahidi kuonyesha njia pasipo njia, akutane na shida zako, akupe heri. Atatengeneza njia pasipo njia, waja wapite. Ndiye Mungu wa yale yasiyowezekana.
ataonyesha njia kwako katikati ya giza nene, kati ya tanuru la moto liwakalo. Mikaeli atasimama pande wako, utashinda. Ataonyesha njia kwako katikati ya giza nene, kati ya tanuru la moto liwakalo. Mikaeli atasimama pande wako, utashinda. Ni Mungu anayetamka na ikawa, amini leo. Fadhili na neema yake iwe juu yako, akuinulie uso wake popote, akurehemu. Ndiye Mungu wa yale yasiyowezekana. Ataonyesha njia kwako katikati ya giza nene, kati ya tanuru la moto liwakalo. Mikaeli atasimama pande wako, utashinda. Ataonyesha njia kwako katikati ya giza nene, kati ya tanuru la moto liwakalo. Mikaeli atasimama pande wako, utashinda. Ataonyesha njia kwako katikati ya giza nene, kati ya tanuru la moto liwakalo. Mikaeli atasimama upande wako, utashinda. Amen. Tuombe. Lord, we are grateful for this opportunity to learn at your feet. Please hide me behind the cross. May Christ be lifted up. May you speak to your children this morning. We pray in Jesus' name. Amen. Asante Esther, ubarikiwe sana. Okay, day one. Day one, what was the topic of day one? God first. Day two? Give of your best to the master. Day three? God loves a cheerful giver. Amen. Day four? Be a faithful steward. And yesterday we talked about tithes. And today we are going to talk about offerings. We are going to talk about offerings today. And yesterday, just a recap, jana tulisema ya kwamba tithe is defined and tithe is not negotiable. Tithe, huwezi sema hii tithe wacha nitumie hivi. Yani tithe does not belong to you, sio yako. So huwezi kumake decision nayo. Na tithe iko na a specified amount. Si ndio? Si ni 10%. 10%. Anything above 10% will be an offering.
and offering ndio tunazungumzia leo, au sadaka ndio tunataka kuzungumzia leo. Tulisema kuna notes tulikataa zile za pink. Kama kuna mtu akuna note yote ya pink akuje nayo hapa mbele. Note ya pink. Si mnajua ya pink ni gani? Mtu mmoja akuje na hiyo note ya pink mwenye ako nayo. Asante. Asante sana. Mungu akubariki. Najua simama tu nayo hiyo note iko sawa. So, najua kuna watu hapa mko na magari. Niliona gari ziko parked huko nje. Okay? Sasa ndugu yako amekuja amekuomba gari yako aende mahali. Unaweza nyima ndugu yako gari? Unaweza nyima cousin. Si ndio? Lakini si ndugu. Ndugu anakuomba gari. Alafu anaenda nayo. Okay? Anaomba siku ya kwanza, siku ya pili. Siku ya pili akirudisha, gauge ya mafuta iko chini sana. Haikuwa imejaa, yes, ukimpea, lakini haikuwa pia chini sana, lakini sasa iko chini sana. Inaweza kosa kufikisha Shell. Si ndio? Sasa next time akikuja utampea bado, lakini utamwambia aje? Utamwambia at least tunawacha hii inaweza fikisha next petrol station. Si ndio? Tuko pamoja? Swali. So akifanya hivyo atakuwa amekufanyia favor. Akirudisha kama iko na mafuta inaweza kukufikisha the next Shell petrol station. Atakuwa amekufanyia favor. Unafaa kumshukuru. Kai, asante umeniacha mafuta kidogo nifikie nayo Shell. Utamshukuru? Hapana, kwa sababu hiyo iko expected of him. A different day akuje gari, aende nayo mahali anaenda, alafu akirudi arudishe kama iko na full tank. Utafurahia ama utafurahia? Utatamani akuje kila wiki, eh? So the difference hapo, tithe is an obligation. Yani tithe hauna option, tithe lazima utoe na unatoa vile iko specified. But offering is just a form of gratitude. Kama ndugu yako amefurahia, umemtrust, umempatia gari yako. So akikurudishia na full tank na imeoshwa, iko safi. Kesho unatumia, unaenda wapi? Unaenda kazini. That is an offering. The first one is tithe. The second one is offering, and we are going to look at the difference. Now, asante sana kwa hii note. Hii note tulikataa, tutakuwa tunapea Mungu hii kama hii. Tukao tunampea kala zingine, kala ni nyingi, tutampea kala zingine. Niko na hii pesa ni yako. Faith is my friend, by the way. Faith, hii note ni yako. Sasa Faith, hii note nataka ukienda nayo leo lunchtime kwa shop, uambie shopkeeper atumie hii side ya juu, akurudishie side ya nyuma. Ubai kenye unabai, atumie hii side ya squeeze hazina head na tail, but atumie hii side. Alafu amrudishie hii side. Hii side atumie kesho. Sawa sawa. Asante Faith, utafanya hivyo? Faith ni mjanja, amesema atafotokopi. Lakini sidhani kama shopkeeper atakubali hivyo. Mnadhani ni kwa nini mwenye duka hatakubali? Mbona akatae kutumia one side akurudishie the other side utumie siku ingine? Mbona atakata? Yes, kwa si pesa iko na side mbili. Atumie one side. It's just a paper. Ni sababu gani atakata? Yes ma'am. Imeshikana, iko in one note. Hataweza kuiseparate ndio akupatie nusu, na akifanya hivyo it will not be an official legal tender anymore. Now, that is how it is in our giving. As long as God does not have your heart, you can't use one side and save the other side. If you are using the 50 shilling note, you are using in its entirety. You give it away. You'll be given change or something depending on what you are buying. Lakini
hii pesa ukipeana, utapeana, itatumika ikiwa yote hivyo. That is the same way Mungu hawezi kutumia pesa zako, hawezi kufurahia hata sadaka yako kama hana roho yako. And that is why tulianzia tukisema sisi ni wa Mungu, kila kitu ni ya Mungu. Tukasema we'll give of our best to the master. Tukasema we will be cheerful while giving. Na tukasema ya kwamba we need to be faithful stewards in giving our tithe and our offerings. Now what's the difference between tithe and offering? Kama vile tumesema, tithe is an act of obedience. Yesterday we saw that tithe is a product of faith, a product of love, and a product of trust. You trust God to take care of your needs, and because you trust Him, you give, regardless of what that will mean to you. I have an example of someone who did such giving. His name is George Muller. George Muller was an English evangelist. George Muller alikuwa, of course, as an evangelist ameandikwa na kanisa anahubiri pale UK. So George Muller akadecide anataka kutry God. He wants to test God. So what did he do? Akaresign kutoka kwa kazi. Out of full time, he went into full time ministry. He resigned completely. Na akasema hataki kuwa supported na tithe ama offering ama any other. And this is what George Muller said. Alisema hata waiomba mtu pesa hata siku moja. Now, hiyo ingekuwa rahisi kama ni yeye peke yake. You know, ni yeye tu. We are not told much about his family, but when he went out of employment into full-time ministry, he started opening orphanages. And he held one of the biggest orphanages in the UK. Now, this is the problem. George Muller alikuwa akipata mtoto yoyote anamleta. But he did not have an income. And so there are days that angeita watoto wanakaa hivi kwa meza. Kila mtu anakuja na sahani yake na kijiko, alafu anakaa, alafu anamuuliza tunakula nini? Anamwambia God will provide. And they pray, and God always provided. God always provided for George Muller. And he never talked to anyone. You know the way you can look for a philanthropist, tumwambie kuja usupport hii orphanage tumefungua hapa, tunasaidia watoto wako na hii na hii na hii shida. George Muller never did that. Any need alikuwa nayo, alikuwa anapiga magoti chini, anaomba. Anaambia Mungu, hawa watoto wakuwe na chakula, wakuwe na nguo, waende shule wenye wanaenda. And God did take care of the orphanages, and the numbers kept growing. It's just an amazing story. If you're able, and if you have time, you can, unaweza enda online, you Google George Muller, usome story yake. It's very inspirational. Why am I talking about George Muller? Now, zungumzia George Muller kwa sababu God has proven himself time and yani Mungu wakati na wakati mwingine amekuwa akijiprove kukuwa faithful. If he has not been faithful in your life, he has been faithful in the lives of other people who have tried him and have seen who he is. So tithe is an act of obedience, while offering is a voluntary free gift that is driven by grace and a sincere love for God. Mtanikubalisha niwasomee kitu hapa. Inasema, you cannot offer what is already designated as the baseline tenth. An offering begins only after the tithe is accounted for. Na jana tulisema ya kwamba hiyo pesa ikikuja ikifika hivi, before you spend, una set aside tithe kwanza. So you cannot offer. Ni kama vile ile illustration ya kitabu. Kama uko na kitabu yangu, nikikuja kuchukua sikuji kukuomba, hiyo kitabu unarudisha. That's why we said for tithe we return, because we have already been given and we are expected to return, and tithe belongs to God. So we return the tithe to God. After that, everything else you give after giving a tithe is what we call an offering. And the offerings can have many different they can take many different forms. For example, you can give to church development, you can give for LCB, you can support youth. Ni youth wanaenda wapi leo? Ambassadors wanaenda wapi?
hiyo penye unawa support, that's an offering. And if you remember the illustration I used yesterday, ya supporting supporting ministers na kusupport orphanages, hiyo inakuja kwa offering and not tithe. Now, when we give our offering, we show that we love God, and we show that we can trust him to take care of us. And because of that, Ephesians 5:2 will not read, but you can read later. Offering ama kupeana sadaka kwa Mungu is an act of worship. That is why tuliambiwa kwa Old Testament na tusije mbele ya Mungu mikono mitupu. Your worship is incomplete if it is not accompanied by something. Now I know kuna watu wanafikiria mimi sina, nitatoa nini? Lakini kama hauna, umepeana roho yako kwanza, tuanzie hapo. Kama umepeana roho yako, uko sawa. So jana tulisema ya kwamba being a faithful steward, tulisema kuna vile inafaa kufanywa, si ndio? Na tukasoma from Malachi chapter 3, tukajua unaweza kuibia Mungu kwa sababu ya kufanya nini? Ya kutorudisha. So the opposite ya kutoibia Mungu ni kutoa, na si kutoa tu, bali kutoa kwa uaminifu. Kutoa kwa uaminifu. Napenda, I think ni C.S. Lewis mwenye alisema nobody can ever outgive God. Yani hata ukitoa kila kitu, hata wewe ujitoe na mali yako yote na kila kitu, bado you cannot outgive God. Why? Because the greatest offering, yani sadaka kubwa kabisa ambayo imetolewa ni sadaka ya Yesu Kristo. That is the biggest offering. So hata regardless of how much you give, hata ukipeana half of your estate, you still cannot outgive God. And you cannot challenge God to a giving competition. Kwa sababu God is love. Love is sacrificial and love gives. Okay? So every offering we bring should reflect God's spirit of love, sacrifice, and surrender. Every act of giving should reflect God's spirit of love, sacrifice, and surrender. And we should not give, tuliongelelea about emotional giving. Ile yenye umesikia fulani ametoa hii, unasema hata mimi lazima nijaribu nitoe hivi. That's emotional giving. Tukakubaliana kwamba giving of tithe should be planned. Question: do you think giving of offerings should also be planned? Should it? Nyeri Central, the Lord is good. Makambi imeisha. And nataka ni wa challenge. Hii makambi kwa kanisa yetu, makambi huo ikiisha, mwaka imeisha. Watu waandiki quarterly reports, wapeani. Church board watu wana attend less than half. Yani wanakuwa wameshafunga mwaka. Wanangoja uchaguzi, alafu mwaka mwingine uanze. Kitu huwa mimi najiuliza, camp meeting hii ikiisha utakuwa unangojea next year. Lakini utakuwa umetoka hapa na nini? Camp meeting 2026. Obey and live, disobey and perish, the choice is yours. Hiyo slogan peke yake. How does your life change from camp meeting to the next? How many times have you heard about stewardship? It's not the first time. Has that changed how you live your life? Does it reflect in the kind of relationship you have with God? That is the question I want you to ask yourself. Kutoka hii makambi, wende ukae chini, jite mkutano, ujiulize hii makambi vile imeisha, na hakuna ingine hadi next year, August, nimetoka aje hii makambi? What am I going to do differently? That is a challenge I am throwing to you. Na kuna watu huwa wanatoa kwa sababu it is a duty, it's an obligation. Kuna wakati, sijui kama ilifika hapa, but kuna wakati kulikuwa na rumors
I think it was after the GC session, watu wakasema that they agreed to edit the church manual, okay? And the most contentious clause ilikuwa inakuwa proposed, ilikuwa ya kwamba watu ambao they don't give faithfully of tithes and offerings should not hold church positions. Na nakumbuka sana vile hiyo conversation ilikuwa inaenda. But there is one thing I learned, that most of our giving is not sacrificial. It's not from a heart of love. Si kwa sababu tuna appreciate Mungu na vitu ambavyo ametufanyia. Ni kwa sababu mimi ni Christian, lazima nikuwe na bahasha. Ndio watu wakicheck bahasha huko, hata mimi nikipita huko nachukua bahasha yangu. Our giving should not be out of guilt. It should not be out of duty. It should not be out of shame. It should be out of a heart fully surrendered to God. Na that's why tulianzia hapo na nataka kumalizia hapo juu hii ndio session yangu ya mwisho. Kama hujapatia Mungu roho yako, usimpe sadaka yako. Na by the way, ukitaka kujua kama umempea roho yako, angalia tu vile unatoa. Utajua tu. Ni hivyo. There is no other way around it. Sasa nataka tuangalie 7 principles ndio tumalizie stewardship ya hii makambi. 7 principles. Seven principles of giving, or 7 blessings. 7 blessings of giving. 7 blessings of giving. Now, kwa kitabu cha Mathayo 25:21 kuna mtu hapo anaambiwa, well done you good and faithful servant, come enter the joy of the Lord. So point number 1 of the 7 blessings of faithful giving, point ya kwanza ni faithful stewardship brings God's approval. Faithful stewardship brings God's approval. Now, and that is the approval that we are seeing there. Well done, thou good and faithful servant. And if you're able to be faithful in that which is small, then you can be trusted with that which is big. And we need to understand that the greatest blessing, we sometimes do misunderstand blessings. The greatest blessing may not be wealth, prosperity, or recognition. The greatest blessing is God's approval. Na ndio napenda ile quote ya Ellen White, Patriarchs and Prophets, anasema the best place on earth to be is where God wants you to be. Talking about the story of Abraham. The best place for you to be is where God wants you to be. And the greatest blessing is not being wealthy, is not watu wakujue, is not watu wakuseme. It is having God's approval and having the conscience, the peace, knowing that you are in favor with God. Number 2, principle ya pili. Principle ya kwanza tumesema ni faithful stewardship brings God's approval. And we are seeing that the greatest blessing is not wealth. God is faithful and loving enough to give you wealth. Okay? Ya hashindwi kukupatia. Lakini anataka bado akupatie more than wealth. So you can have both. How blessed it is to have both. So you are wealthy and you have God's approval. But if you have God's approval and are not wealthy, you still are a successful person. Number 2, faithful stewardship brings divine provision. Faithful stewardship brings divine provision. Proverbs chapter 3 verse 7 to 10. Hiyo mtaandika, nitaenda kusoma nyumbani. Proverbs 3 verse 7 to 10. Faithful stewardship brings divine provision. Now, tukizungumzia divine provision, unajua sometimes kutoa kwetu is from the wrong motive. And Ellen White says that every act is judged by the motive that prompts it. Yani ni nini imechukua utoe hiyo sadaka ambayo umetoa. For example, kuna watu ambao wanaamini rightly so ya kwamba unatoa
ndio ufanye nini? Ubarikiwe. Unatoa alafu ubarikiwe. Shida hiyo mentality ya unatoa ndio upate blessings ni unaweza toa upate blessings yenye huko una expect. Okay? For example, you may not have a lot of money, but haujawahi enda hospitali, watoto wako hawajawahi enda hospitali, na mjawahi lala njaa. Hata kama mnakunywa strong tea, mnakunywa tu strong tea na siku inasonga. That's a blessing. God has prevented. You don't know how much people are spending in hospitals. So sometimes, kama kutoa kwangu ninatoa, ndio Mungu after nimeshatoa aone vile nimetoa tena anipatie, the motive is wrong. But remember, God promises. Na si Mungu ndio tulisoma Malachi 3 yesterday. Anasema try me in this and see. So God will bless you. He has promised to bless you. But you are not wise enough to decide how you want God to bless you. You cannot dictate him. You cannot suggest to him, I want you to bless me like this. But God is so amazing. You can suggest, by the way. You can suggest. But he is not obliged to do what you suggest. Sindio? It's just a suggestion. Hata ukipea mtu suggestion, kama advice hivi anaweza fuata ama asifuate, sindio? So unaweza msuggestia, lakini it is just a suggestion. God promises to provide. God does not promise to give you luxury, but he promises to meet all your needs. And usually that is where we blur the line a lot. Tunaonanga, kwa nini mimi siko hivi, kwa nini sina hii niweze kufanya hivi, lakini tunasahau kwamba Mungu already ametubariki. In Malachi 3:10 tulisoma ya kwamba Mungu anasema, prove me, try me and see if I will not open the windows of heaven. And there are so many blessings we can get that are out of money. You can have, if you have health, you are wealthy. If you have peace, you will have health. You are successful. So the blessings of God are many. If he has not blessed you materially, he is blessing you in many other ways. And you should take note of the small blessings that he has given. And if you place yourself in God's hands to be a blessing to others, because when we are talking of offering, we are talking about everything else. Okay? Kutoa ya mtu amefiwa, ama kusaidia a children's home, kama mko na evangelism Sabbath or something, hiyo yote is being a channel of blessings to others. When you become a channel of blessings to other people, that is by your offerings, then there are some blessings, choice blessings that remain with you. You become a conduit of blessings. As the blessings come into you, they go to other people, you still remain blessed. Okay? So God's providential care and provision is according to his will. He has promised he will provide, but he will not provide in your terms. He will provide in his terms. Number 3, faithful stewardship brings healing and wholeness. Faithful stewardship brings healing and wholeness. Na hiyo tunasoma Isaiah 58 verse 10 ukiendelea. Okay? Faithful stewardship brings healing and wholeness. A generous life is a blessed life. A generous life is a blessed life. I remember kuna a study ilifanywa, sikumbuki ni nchi gani, but kuna study ilifanywa among people who are depressed. Hao ni watu walikuwa wameshakuwa diagnosed as in depression. Okay? So the psychologist that was doing that experiment alichukua hao watu akawaambia, I want you to do something, and this is supposed to, it's something you have to do every day, and then you have to report every day how you felt after doing it. Okay? So ilikuwa hivi, ilikuwa the previous day wafikirie mtu ambaye wanaweza kuwa a blessing to them. Okay? Wafikirie tu mtu, maybe a colleague, maybe kuna wale watu who are homeless, you know. Wakaambiwa they just identify one person every day for 10 days, wakwe wanaenda wanamfanya nini?
wanambariki na chochote, kama ni chakula, mavazi ama pesa, anything. Wakaambiwa wafanye hivyo for a period of 10 days. And it is so surprising that all those who did it faithfully every single day felt a lot better than the ones who did not. So what is the magic? The magic ni kwamba kutoa inakuja na mibaraka. Sometimes huwa tuna struggle sana kwa sababu tuko selfish. Unajifikiria tu na shida zako. But if you spare a thought for someone else, you will be restored. Kama how over a period of time. So for some of them, they took it up. It became a culture. They sought someone to be a blessing to every single day. Now, did it get rid of whatever was causing their depression? No, but it helped them to cope better. Okay, so asante sana. So generosity ama utoaji unapunguza selfishness, anxiety and isolation. It makes you feel better, makes you feel whole, even physically. Number 5, faithful stewardship expands the heart of the giver. Faithful stewardship expands the heart of the giver. You know, the heart is made of a muscle. And something about muscles is muscles must be used. If muscles are not used, they will end up in disuse. Zita lose function kama hautumii. Ni kama umeona mtu anapata accident, anavunjika mguu, anafanywa surgery, anawekewa chuma, alafu anawacha. Asipoanza kufanya in like 2 weeks after that surgery, asipoanza kufanya physiotherapy, hiyo mguu itakwama hapo. So our offering, our giving, the muscle of our giving is strengthened by exercise. Na tuna exercise aje? By giving. Giving and giving. Giving until it hurts. And in Acts 20 verse 35, we read about the church. We read about the early church. And the early church, hakuna mtu alikuwa anasema gari yangu, nyumba yangu, kondo yangu, punda yangu. They had, Biblia inasema they had all things common. Walikuwa wana care about each other, and their giving was from the heart. Number 5, Number 4. Number 5, faithful stewardship strengthens the bonds of unity. Faithful stewardship strengthens the bonds of unity. Still, Acts 4:32-35, you know the story of the early church. Number 6, niende kwa haraka nikimalizia. Faithful stewardship advances God's mission. Part of the reason why tunatoa ni kazi ya Mungu ifanye nini? Iendelee. Shida ya kazi ya Mungu kutoendelea ni nini? Tunaendelea kukaa hapa. Tunaendelea kugonjeka, wapendwa wetu wanaendelea kukufa, na tunaona jinsi mambo yalivyo. So it is I like the quote by Ellen White yenye inasema that it is our privilege not only to look forward to, but to hasten the coming of Christ. It's a very powerful statement, meaning there is something kila mmoja wetu anaweza fanya ili Kristo arudi haraka. Sasa wewe ujiulize, wewe unafanya nini? And for a moment, I want to give you something to reflect on. Think about yourself. Think about your giving for the past 1 year. Let's just talk about the past 1 year. Vile umekuwa ukitoa kwa mwaka mmoja uliopita, since makambi ya last year na makambi ya sasa. Nataka ujiulize. Now, think about this. Imagine that this church only had one member. One member. And that member is you. Hii church iko na mtu mmoja na huyo ni wewe. Sasa fikiria hiyo kutoa yako ya kuanzia hiyo time mpaka saa hii, ujiulize hii kanisa ingekuaje? That's the first question. Number 2, what if everyone kwa hii kanisa angekuwa kama wewe? Si umesha reflect, umeshajiona. Sasa imagine kila mtu kwa hii kanisa angekuwa hivyo kama wewe. Kanisa ya Mungu ingesimama ama ingesimama? That's a point of reflection. Wewe umekuwa ukitoa aje? Number 1. Number 2, na kila mtu angekuwa anatoa kama wewe,
Kazi ya Mungu ingekuwa imesimama au ingekuwa inaendelea mbele? Hiyo jibu una need hiyo jibu, itakusaidia. Number 7, faithful stewardship prepares believers for eternal treasures. Na tulisoma Matthew 6:33 the first day. Seek ye first the kingdom of God and and then all else shall be added unto you. Is that true? Ask Solomon. You want to confirm? Ask Solomon. And Solomon did so well until he forgot and did what we said we should not do on day 2. That is loving the gift more than the giver. Okay, so faithful stewardship is part of God's preparation of a people ready to meet Jesus. Inamaanisha aje? Inamaanisha ya kwamba kama we are not faithful in giving, kama kwa utoaji wetu we do not reflect a relationship with God that is more important than everything else in our lives, then we are not prepared to go to heaven. Then our hearts are not ready to meet Jesus when he comes back a second time. I pray that God may help us, beginning with myself, that we may realize that our giving is an act of worship, that our giving is an index of our characters, an index of the kind of relationship that we have with God. And healing is an antidote to selfishness. A selfish heart cannot see God. Let's rise up for a word of prayer. Tuombe. Mungu na Baba yetu ishie mahali pa juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu umetuzungumzia. Mungu, tunaomba utusaidie tuwe kama kanisa ya Macedonia ambayo walipeana roho zao kwanza kabla wapeane kwa mtumishi wako Paulo yote ambayo alikuwa anataka. Naomba utupe roho hizo ili tuweze kukupatia na tuweze kuelewa mambo ambayo umetufanyia na mipango ambayo uko nayo kwa maisha yetu. Tunaomba utubariki hata tunapoenda kwa program zingine, uwe nasi hadi mwisho, kwani tumeomba tukiamini katika jina tukufu la Yesu Kristo. Amen. Hamjambo kanisa, hebu tusimame, tuketi, tusimame, tuketi, tusimame, tuketi. Nimegundua